Zanzibar Maisha Bora Foundation imetiana saini mkataba wa ushirikiano wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto kwa ajili ya kushirikiana katika miradi muhimu inayolenga kuboresha maendeleo ya jamii, kuzuia ukatili wa kijinsia, ulinzi wa watoto na afya ya uzazi kote Zanzibar. Ushirikiano huo wa kimataifa unaonyesha dhamira ya pamoja ya kuwawezesha makundi yaliyo hatarini, kukuza usawa wa kijinsia na kuimarisha ustawi wa jamii. Makubaliano hayo yalisainiwa na Bi Fatuma Fugo, mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar Maisha Bora Foundation, na Abeda Rashid Abdallah, katibu mkuu Wizara ya Maendeleo, Jinsia, Wanawake na Watoto. Ushirikiano huo unaonyesha umuhimu wa ushirikiano wa wadau mbalimbali katika kukabiliana na changamoto za kijamii na kukuza maendeleo endelevu nchini. Hati yetu ya makubaliano, na hii itakuwa ya miaka 5 au miaka 7 ijayo mpaka mwaka 2030 kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo nawashukuru sana, lakini lengo kwamba tunaangalia ustawi wa wananchi, ustawi wa watoto na ustawi wa jamii kwa ujumla. Lakini kuna jambo kubwa zaidi pia, kuna masuala ya kuona kwamba tunakuwa na mfumo wa masuala ya udhalilishaji wa kijinsia, ambayo hiyo ndio tutaweza kupata taarifa na takwimu haswa jinsi gani hizi kesi za udhalilishaji zinavyoendelea hapa Zanzibar. Kwa hiyo ni mfumo ambao pia utaweza kuonyesha pia hali halisi iliyoko katika jamii yetu, wapi tupo, tunaelekea wapi na nini tufanye, kwa sababu na imani kupitia huo mfumo wa database hiyo itatusaidia sisi sasa kuona kama kuna program zaidi ya hizi tuloziweka ili kuweza kuimarisha mashirikiano yetu. Mfumo huu utatusaidia, ni mfumo jumuishi, utatusaidia katika kuhakikisha kwamba taarifa zote zinazotoka kwenye upande wa gender desk, upande wa one stop centers, upande wa hospitali, zote zinakuwa jumuishi na zinaweza kusomwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii na kuweza pia kufuatilia katika hatua zinazofuata, aidha kama kwa upande wa hospitali mtu anapatiwa matibabu, lakini pia hata kwa upande mwingine, kwa mfano kesi imefika mahakamani, basi kuhakikisha kesi ile mpaka inakwenda mpaka mwisho, kama basi hukumu imepatikana tukajua, lakini pia itakapokuwa imeishia, ili kuhakikisha kwamba changamoto zinazotokana na kesi za udhalilishaji basi tunazitatua kwa kiujumla na kwa mara moja. Sio kesi siku zote tunasikia zimebaki njiani. Kwa hiyo mfumo huu utatusaidia vizuri sana, na mfumo huu utakuwa ni kuna vipengele ambavyo utakuwa ni kuna dashboard ambayo itaweza kwa mtu yoyote yule kuweza kujua hivi sasa tuna kesi ngapi hadi kufikia dakika hii ninayozungumza, kesi ngapi ambayo imeripotia sasa hivi. Ikiwa na lengo na mazumuni, mkataba huo ni kupunguza ukatili wa kijinsia kwa kukuza usawa wa kijinsia, kuwawezesha waathirika na kuzuia matukio kupitia vituo vya makaribisho ya tabia. Zuhura Salim, SK Online TV.